Sasa hii mahudhurio ndio tunavyoiambia dunia. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu. Moja nilokusudia leo nilizungumze kazi kubwa ya uongozi, kazi kubwa ya viongozi, na ndio maana wakitaka kuingia kwenye ofisi za umma wanakula viapo. Aliyokuwa ni wa msaafu atashika msaafu, aliyokuwa Biblia atashika Biblia, lakini tunakula viapo kumshuhudisha Mwenyezi Mungu kwamba tutakwenda kutekeleza kazi zetu kwa uadilifu, tutakwenda kutekeleza kazi zetu bila woga, tutakwenda kutekeleza kazi zetu tukiweka mbele maslahi ya watu tunaokwenda kuwatumikia. Ukiwa kiongozi wa nchi, ama raisi, ama mwakilishi au mbunge, kazi yako kubwa ni hiyo, kulinda kwanza maslahi ya nchi, pili kulinda maslahi ya wananchi. Sio maslahi yako, si ya familia yako, si ya tumbo lako, si maslahi yako binafsi. Sasa mkitaka kupima kiongozi, ndugu zangu, mumpime kwa kiasi hicho, mumpime kwa vigezo hivyo. Maslahi makubwa ya wananchi, la kwanza ni haki katika nchi yao, ya kwamba wao ni wana wa nchi. Ukifika pahala ukachukua haki ya mwananchi ukampa asiyekuwa mwana wa nchi, ukampa mgeni, wewe umekhalifu kiapo chako, kwa sababu hilo ndio la kwanza. Ndugu zangu, hiyo ndio wajibu wa kwanza wa kiongozi, kutunza haki ya mwananchi. Leo tumeshuhudia, kwa sababu mtu anatafuta wapiga kura, kwa sababu mtu anatafuta aendelee kuwepo madarakani, wamechukuliwa wageni, wamepewa haki ya ujananchi. Jamani, kweli si kweli? Nyie hamyajui hayo? Hamuyaoni? Tena wanatumika maskini ndugu zetu, wazee wetu, masheha. Na usije ukafikiri kwamba sheha kafikishwa hapo kwa sababu anapewa mshahara mkubwa au maslahi makubwa. Ni kwa sababu nchi imetanguliwa kwanza kutiwa na kama ya njaa. Kila mtu kawekwa na njaa, kila mtu kawekwa na shida, nchi imedamirishwa. Ukiona wanaobeba wa sheha utafikiri labda anapata mshahara kweli, lakini mshahara wa sheha anashindwa na dada wa kazi, anashindwa na dada wa kazi anaelipwa kweli vizuri. Yote hayo anayobebeshwa, lakini kikubwa ni kwamba kuna mtu anataka aendelee kuwepo katika madaraka. Anaitaka hivyo haji kwa sababu yako. Haya yanayoelezwa haya leo, mmeelezwa moja tu, mradi mmoja wa kamera tu, bilioni 140. Jiulize wewe, bilioni 140 zingeletwa Shauri Moyo, zingeweza kutengeneza mangapi? Si ungekuwa angalau na maji ndani au vipi? Si ungekuwa na umeme wa uhakika? Si ungekuwa na barabara ya uhakika? Zingeletwa amani. Jiulize, ungekuwa pahala gani mwananchi? Angepewa mjasiriamali wa Shauri Moyo, mjasiriamali wa amani. Jiulize
angeweza kufikishwa wapi? Ukimpa leo saramala wa Amani wa Shauri Moyo, ukamnunulia mashine, ukampa japo mkopo, huyo atatengeneza vitu vya kisasa, kwa sababu ulimwengu wa leo si wapatasi tena, ni ulimwengu wa mashine. Mkiona haya mafanicha yanayotengeneza tunauzwa, tunanunua kwa bei kubwa, haya si kwamba watu wana akili sana, wana vifaa vya kisasa, wamepewa maarifa. Sasa wao wenzetu hawako huko. Leo